Je, umewahi kujiuliza kwamba kwa nini baadhi ya watoto hukua bila heshima, bila mipaka, bila hata kuwasikiliza wazazi wao? Ukweli mchungu ni kwamba makosa sio ya kwao, bali makosa ni ya malezi ambayo sisi wazazi tunakuwa tunawapa hao watoto. Leo katika moyo wa malezi tunaenda kuzungumzia makosa matano ambayo ukiyafanya kwa mtoto wako utajilaumu maisha yako yote, na ni ngumu sana kuona mara nyingi mtoto anajirekebisha kama unakuwa unafanya haya makosa matano. Mimi ninaitwa Muhere Madam. Kama bado haujasubscribe kwenye chaneli yetu ya Moyo wa Malezi, karibu ufanye hivyo sasa hivi, kwa sababu tunashirikiana kukuletea maarifa sahihi kabisa kwa ajili yako, kwa ajili ya mtoto wako na kwa ajili ya familia yako. Una uwezo wa kutupigia simu au kututumia ujumbe kwa namba 0754579224. Karibu na tuanze. Hoja ya kwanza ni kumlea mtoto bila mipaka. Hii tunasema no boundaries. Mtoto akiachwa afanya anachotaka ni hatari sana katika maisha yake. Yaani mtoto ambaye hakatazwi, ambaye hajafundishwa kusema hapana, kukatazwa kwamba hiki kitu hapana, hiki kitu hakifai ufanye. Yaani kila anachotaka kukifanya ndicho anachofanya. Akikatazwa anajisikia vibaya. Malezi ya bila mipaka ni malezi mabaya sana. Nidhamu bila mipaka, yani ni jambo la hatari sana kwa mtoto. Mtoto anatakiwa alelewe katika kuwe kuna mipaka. Kuwe kuna mambo ambayo anakatazwa kwamba hiki usifanye na asifanye. Yaani ajifunze kwamba nina uwezo wa kukatazwa. Sio kila kitu ambacho atakuwa anafanya tu anakubaliwa. Kila kitu anakubaliwa, hapana. Kwa hiyo malezi ya bila mipaka ni hatari sana kwa wazazi. Hoja ya pili ni kumkinga kupitiliza. Hii tunasema overprotection. Mtoto ambaye amelelewa bila adhabu, mtoto amelelewa yani kila kitu anakingwa. Akitaka kufanya jambo fulani, mzazi yuko pale anamzuia, hapana, usifanye hivi, hapo utapata hatari, hapo utaumia. Mtoto anakuwa hajui kwamba ana uwezo wa kukosea. Mtoto anakuwa akiwa hajui kwamba akikosea ana uwezo wa kuadhibiwa. Kwa hiyo mzazi anakuwa amemkinga mtoto kupita kiasi, yani anazuia. Kila mtoto anachotaka kufanya anakuwa anazuia, yani anamzuia asifanye. Anaona kama mtoto ataumia, anaogopa hata kumwadhibu mtoto pale ambapo anakuwa amefanya makosa. Hiyo ni mbaya sana katika malezi ya watoto. Ukifanya hivyo utajutia maisha yako yote, kwa sababu mtoto atakuwa akiwa hakatazwi, anakuwa anajua kabisa kwamba yeye ana uwezo wa kufanya kila kitu. Yaani anakuwa anajua ulimwengu upo kwa ajili yake. Kila kitu anaweza kufanya. Hiyo ni mbaya sana wazazi. Hoja ya tatu ni kutoendelea na kanuni au adhabu. Hii tunasema inconsistency. Yaani mzazi unakuta leo unamkataza mtoto usifanye hivi, kesho unamruhusu afanye. Leo unamzuia hiki, kesho kile kitu ulichomzuia akifanya kesho unamuacha. Sasa hapo mtoto mwenyewe anakuwa haelewi ipi afanye na ipi asifanye. Kwa sababu mara nyingi watoto wanafanya kwa kujaribu. Unamwambia sitaki uchelewe kurudi nyumbani. Nyumbani labda mwisho ni saa 12 jioni au saa 1. Anarudi saa 2. Akifika saa 2 unamuacha. Wakati ulikuwa umemkataza na umemwambia kwamba hiki kitu sitaki. Kwa hiyo hapo pale utakapochelea tu kutompa adhabu, pale tu utakapochelea kutotekeleza wajibu wako kwenye zile kanuni ambazo umeziweka, tayari unakuwa umekwama. Tayari mtoto anakuwa amepotoka. Kwa hiyo hata kama utaendelea kuwa unakataza, utakuwa ukikataza yeye anafanya. Ukimwambia kitu fulani usifanye, yeye anafanya, kwa sababu amezoea kutokatazwa. Anaona kwamba hiki kitu hata kama nikikatazwa naweza kufanya na bado usifanye chochote. Kwa hiyo lazima hatua zichukuliwe, lazima kanuni zizingatiwe, lazima sheria zifuatwe. Na sheria pale unapokuwa umezitunga, zifuate. Hakikisha unazitekeleza na unazitimiza, na mtoto ajue kasa kwamba uko very serious na kile ambacho wewe mzazi hukitaki. Hoja ya 4 ni kumpa kila anachotaka. Hii tunasema overindulgence. Kila kilio kinageuka kupewa zawadi. Kila ombi linageuka, yani majibu yake ni ndio. Hii inamfanya mtoto awe mbinafsi. Pia inamfanya mtoto asiweze kusubiri. Mzazi, wakati mwingine mtoto anapoomba kitu, hebu mwambie subiri. Subiri nitakupa baadaye. Subiri hata kesho. Sasa hivi sina. Hata kama unacho, yani umfundishe kuwa na subira. Sio akiomba pale pale tunaomba hiki umeshampatia. Nataka hiki umeshampa. Yani atakuwa mbinafsi, atajifunza, yani anakuwa anaona kwamba yeye ana haki ya kupewa kila anachokitaka.
Anapokuja kuwa mtu mzima, anaingia kwenye uhalisia wa maisha, alafu kuna vitu ambavyo vinakosekana katika maisha, anaona kama ni mateso. Anaanza kuona kama ni adhabu. Kwa hiyo afundishwe kusubiri, awe na subira. Sio kwamba kila kitu kitapatikana kwa wakati ule anaotaka. Mtoto afundishwe kusubiri ili wakati mwingine asije akawa mbinafsi, asije akajifunza kwamba yani kila anachotaka anaweza kukipata kwa wakati sahihi. Hoja ya 5 ni mzazi kutokuwa mfano mzuri. Yani tunasema bad role model. Wewe kama mzazi, kama kuna maneno ambayo unazungumza, lakini yani matendo yako ni tofauti na kile ambacho unakuwa unakisema. Unaweza ukawa unazungumza hivi, lakini unafanya hivi. Unaweza ukawa unawaelezea watoto kwamba kitu hiki ni kibaya, kile ulichosema ni kibaya, wewe mwenyewe unakifanya. Unamkataza mtoto kwamba ni vibaya sana kunywa pombe, afu unakunywa pombe mbele zake. Unamkataza mtoto, unamwambia kwamba kuiba ni kubaya, lakini anakuona wewe jinsi unavyofanya nyendo zako za kuiba. Yani unakuwa ni mfano mbaya kiasi kwamba yeye mtoto anakukopi, yani anahakikisha anafanya vile vile unavyofanya. Mara nyingi tunawaambia wazazi kwamba watoto wanajifunza zaidi kwa kuona, sio kile unachomwambia. Yani vile unavyofanya ndivyo mtoto anavyojifunza. Kwa hiyo kuwa mfano mbaya kwa mtoto ni jambo la hatari sana katika ukuaji na maadili na malezi ya mtoto. Mzazi unatakiwa kuwa mfano wa kuigwa, mfano mzuri. Yani mtoto ajivunie, atamani kuwa wewe. Yani wewe ndio uwe role model wake. Lakini utakapokuwa bad role model, unakuwa ni mzazi ambaye mtoto atajifunza vitu vibaya kutoka kwako, atafanya kama unavyofanya wewe. Mzazi, malezi sio rahisi, lakini ni jukumu gumu na kubwa kuliko majukumu yote ambayo unayajua katika maisha. Kila unachokifanya mtoto wako anakuangalia. Kila unachokifanya ni mustakabali wa maisha ya mtoto wako. Chagua leo kuwa mzazi bora. Chagua leo kuhakikisha unatengeneza kesho njema ya mtoto wako. Mtoto hawezi akachagua mzazi, lakini wewe mzazi una uwezo wa kuchagua kuwa mzazi bora kwa mtoto wako. Bila shaka umejifunza kitu kipya siku ya leo. Kama umejifunza kitu kizuri, basi usiache kushare, usiache kulike na usiache kusubscribe kwenye chaneli yetu ya Moyo wa Malezi ili uendelee kuwa mmoja wa familia ya Moyo wa Malezi. Andika kwenye comment tuambie wewe unafanya nini, au ni makosa gani ulishawahi kuyaona wazazi wameyafanya ambayo yamegharimu maisha ya watoto. Tuambie kwenye comment ili tuweze kujifunza kwa pamoja. Asante, tukutane tena kwenye video nyingine inayofuata na Mungu akubariki sana.